Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Wa redio ya kijamii Kivu, matumaini yangu ni kwamba uko mzima wa afya hapo ambapo unaendelea kututegea sikio kwa siku ya leo. Nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani pamoja na ripota wetu kutoka eneo tofauti. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma kama msomaji wako wa siku. Merci mbele chimo hizi kwa upande wa pili, naomba tuambatane mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa unagubikwa na habari muhimu leo hii, na za leo zinasomwa naye mwenzangu Omari Makelele Ozil. Karibu Ozil. Asante sana Mchumbe wa Mkulima na Fatuma kwa kunipatia fursa kuweza kuwaletea wasikilizaji habari muhimu. Tuanzie ndani ya tarafa la Fizi. Ni kwamba nitaendelea kutumika kwa kufuata kwa ukaribu nyayo za yule aliyetangulia ili tufikie malengo ya ukingo wa raia na mipaka ya nchi. Ndivyo amesema kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo, ambaye amechukua nafasi ya hayati mtetezi Kibukila. Huko katika mji wa Uvira ni kwamba hali ya usalama imerejea kwa tulivu siku ya 5 ya wiki hii ndani ya mji jirani wa Uvira baada ya purukushani kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya baadhi ya wazalendo. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia Mashaka amekemea kwa hali ya juu zaidi kitendo hicho na kuomba viongozi hasa gavana kwa muda kuwajibika. Na tumalizie na habari za kitaifa ni kwamba vinara wa upinzani akiwemo Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi pamoja na Delice Sanga wametia saini ya pamoja na kuchukua azimio ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzangu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma naweka nukta kunako habari muhimu. Shukrani sana mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari muhimu. Acha sasa niingie kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari, tukianzia katika habari hizi za mji wa Baraka. Kisha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuamua mitihani yote ya kitaifa itafanyika kwa bure kwa wanafunzi wa mkoa wa Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia jitihada za mbunge wa kitaifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi Msenyibwa Pele Janvier. Hatimaye baadhi ya raia wa mji wa Baraka wamepongeza hatua hiyo. Wakiwa mbele ya vipaza sauti vya redio yako, raia hao wameshukuru vya kutosha mwanabunge Msenyibwa Pele Janvier na pia serikali kuweza kujibu kwa haraka, hasa ikilinganisha na hali ya usalama mdogo inayokumba mikoa hiyo miwili, na hiyo inapelekea uchumi wa wazazi kushuka kwa kiasi kikubwa. Radio Kivu imekutana na baadhi ya raia na wameeleza yafuatayo. Kwanza niseme shukrani sana, tunaremercie sana na kupongeza kwa ile kujisikia kupresente avantage kwenye usie tuko, paske ile ni avantage kwenye tuko na yesa vile mbunge mwenye tulimpeleka kula ende tutetea, tunaona vraiment resultat mzuri. Pour cela tunasema merci sana. Tunashukuru serikali yetu paske serikali haiwezi kuwa bila raia, na tanki gisi serikali iko tunaona deja raia pale. Kwa hiyo tunasema serikali ipewe sifa kwa sababu ilifanya kitu kenye kikwe kabambi. Tukiangalia kwetu ku este saa hii, twende mu precisement province yetu ya Sud Kivu yenye tuko amo sai na Nord Kivu, tunakumbiwa deja na maafa sana ya vita, na ile inatushusha sana kiuchumi, inatushusha mudomene za mingi tu. Sasa kwa ile kitu kiabo kusema maexame yote ipite kubure, yani pale tunafelicite serikali kwa ile jambo na iendelee kukua na ile moyo, wala ibakie hivi uswate babadilishe selogisi inchi itakuwa mzuri. Tunaipokea kwa furaha kubwa na tunasema pongezi sana kwa serikali yetu. Ta felicite sana l'honorable
kwa ile efe alifanya, paske maisha tuko napitia batu ya Kivu en general, mwa nchi yetu ya DRC, shida ni kubwa sana, na tukapate mtu akatutetele kama vile honorable Msenyibu alifanya, atuka tunampatia hongera sana, hongera kubwa. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba kwa kuonesha kazi za shirika za Fofilfe na pia changamoto wanazokumbana nazo katika uwajibikaji wa kazi zake ni miongoni mwa malengo ya mafunzo yaliyoendeshwa na shirika hilo mjini Baraka siku ya Ijumaa hii ya tarehe 2 Mei 2025 ndani ya chumba cha mikutano cha Mamate mjini Baraka. Akizungumza na redio yako Bisafi Botonga Brigitte, coordinator makamu wa shirika hilo, ameeleza mengi kuhusiana na mafunzo hayo, na upande mwingine ameonyesha malengo ya kukusanya tabaka hizo katika mafunzo hayo. Safi Botonga anaeleza yafuatayo mbele ya maiki ya mwenzangu Bukuru Tantine Aldama. Tumealika wakina mama wa vitengo mbalimbali ni kwa sababu sisi wanawake tunatafuta nafasi ya jinsi gani tunaweza kukaa kwa pamoja na kila kitengo cha wanawake na mabinti, ili tuhusishe watu wote, wanawake wote, kwa sababu ya kutafuta amani katika nchi yetu ya Kongo, hususan katika nchi yetu na jiji letu tarafa ya Fizi na jiji la Baraka. Tulikuwa na waalikwa wetu mbalimbali, tulikuwa na wamama wa chef de quartier, tulikuwa na wamama kutoka kwenye vitengo vya makanisa, tulikuwa na wamama waliotoka kwenye vitengo vya shirika za kibinadamu, na wababa ambao ni wachungaji, pamoja na wababa wanaotumika kwenye shirika za serikali zetu, na tulikuwa na wamama wengine ambao ni mabinti ambao walijisikia nao kuja kushiriki, kwa sababu forum inahusisha pia na mabinti wetu. Katika kikao hiki tumeongea mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza ilikuwa kuonyesha forum hii ilianza namna gani, kwa malengo gani, na ina mtazamo gani, na leo ina malengo gani. Na kwa sababu hiyo pia tulionyesha aina gani na hesabu au idadi ya wanawake jinsi gani wanavyokabiliana na unyanyasaji wa kijinsia katika teritwari yetu ya Fizi na jiji la Baraka pamoja na Sud Kivu kwa jumla. Tukatoa idadi zao mbalimbali. Pia tulikuwa na somo lingine lilikuwa kuhusu notion de base, mafundisho ya msingi kuhusu haki za binadamu na uongozi wa mama. Hapo tulitaka kukazia sana mwanamke anaweza, kwa sababu naye ana haki za binadamu sawa sawa kama vile sheria zetu zinavyokubaliana nazo. Mwishowe Bisafi Botonga ameomba kwa wamama kuto kujishusha, bali kujipa thamani kwa kuwa nao wanaweza kama tabaka zingine za watu. Kwa hiyo ilitaka kuhimiza wamama wawe na bidii, wajitambue, nao wapate kuhusika katika kuchangia kutafuta amani. Na jambo la tatu tulitaka kuonyesha watu wajue, wamama na wababa na wabinti zetu wajue hii lite tulio nayo ya kutetea haki za binadamu, hasa haki za wamama na mabinti. Wajue movement hii ya wamama ilianza wakati gani, na mpaka tukaanza kufanya Journée Internationale de la Femme. Hivyo tulifundishana hivyo, na mwishowe tukaonyesha sasa kazi, jukumu la mama ambaye iko katika tarafa letu la Fizi na jiji la Baraka, jinsi gani anaweza kuhusika sasa kuingia ili naye achangie kwa kutafuta amani ya kudumu katika nchi yetu. Tunaweza kuambia wakina mama ya kwamba sisi wamama, kila mtu ajitambue, kila mtu aone yuko wapi na anaendelea wapi. Unyanyasaji uko na tunaona na tunauishi,
hatuwezi kukaa kimya, na sisi tuna lile ambalo tunaweza kujiunga kwa pamoja ili tutetee hizi haki na mwanamke naye aheshimiwe, kwa sababu kuna mambo yanayopitika. Sisi kwa sisi tufunzane. Wakati tunapowaita wamama waje tufunzane, kwa sababu kuna mambo mengine yanatupita kwa sababu hatuna mafundisho, na mafundisho yanasaidia kuondoa ujinga. Tuangazie kwenye eneo la tarafa la Fizi. Ni kwamba nitaendelea kutumika kwa kufuata kwa ukaribu nyayo za yule aliyetangulia ili kufikia malengo ya ukingo wa raia na mipaka ya nchi. Ndivyo amesema Kamanda Olivier Bolingo, mtetezi wa pili ambaye amechukua nafasi yake hayati mtetezi Kibukila Tresor. Chama cha kijeshi cha FPDC kimekuwa sasa na kiongozi mpya ambaye ataendeleza chama hicho hasa kwa upande wa kijeshi humu nchini Kongo. Kamanda Olivier Bolingo, mtetezi wa pili, ameanza hapa kutoa mwangaza juu ya harakati zilivyokuwa ili kupewa wazifa huo. Kadiri na mmesikia habari, basi ndio hivyo kabisa, baadhi ya mzee kutuacha na movement ine petition kwa vraiment iko bien organisé, na wakaona kabisa wa mimi kama vile kiongozi mwenye ongoza jeshi, na ndio maana mmesikia hivyo. Ni mwanzilishi na kuwa très proche wa ametuacha Lieutenant General mtetezi Kibukila wa Seva Tresor. Mimi nilitumika naye tangu zamani, na kazi zote tulikuwa tunatumika za operation, za kazi zote za administration, na mimi nilikuwa mwenye kuwakilisha administration mu ile arme yetu, na ndio maana mimi nimechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa jeshi hilo la AFC mu chama ya FPDC. Najua kama le Lieutenant General mtetezi Kibukila wa Seva Tresor alikuwa vrai combattant ya combattant, na wakongomani mzima na tarafa la Fizi hata Sud-Kivu ilikuwa ikimtegemea, na kwa gisi tulikuwa tuko pamoja naye, tunatumika pamoja. Najua tutafanya kazi, na yenye niweza ambia wakongomani na Fizi mzima watutegemee na sisi kwamba tutafanya kazi, hamna shida. Tutaendelesha kufanya ile ideolojia yenye Lieutenant General mtetezi ametuachia, na yenye tulikuwa tunatumika naye, na tulikuwa tuko pamoja, na yote itaendelea na tutakuwa pamoja. Watutegemee na sisi na mawazo na kuapui yote yenye wataendelea kutusaidia, na hata na sisi tutaitumika pamoja. Huyo ameomba kwa raia kuendelea kuwa na imani na matumaini naye pamoja na chama hicho cha kijeshi cha FPDC, hasa wakati huu nchi iko katika uvamizi wa AFC na M23, huku akiomba raia kuendelea kuwaunga mkono kwa hali na mali. Yenye mimi niweza kusema ndio, wakati mzima hii tangu guvernema yetu ilideklare wakati wameanza vita kule Kivu na vita vikaingia Sud-Kivu, lakini sisi tunaendelea kufanya resistance, tunaendelea kufunga adui na tutakata tamaa. Tunawakilisha vijana wawe imara na tuendelee kufanya kazi kadiri na kiongozi wetu alikuwa akitufunza na kutuambia kwamba tuwe imara na tufanye kazi kwa kukinga raia yetu na vingine vyote, na adui huu wa kutoka nje au ndani kumpiganisha, kwa sababu asije kuharibu nchi wala kuharibu mipango yote ile ya government. Na mimi niweza kusema kwamba nyanza za chini wawe imara, hata nyanza za juu wawe imara, watusaidie na sisi tutawasaidia kwa kufanya kazi pamoja kwa kupiganisha hiyo agression inaletewa na Rwanda yenye tuko impose, tuifanye na tutaipigania kwa sababu tufikishe malengo ya kisi tulikamata silaha. Ndio operation zinaendelea, na tangu hayati amefariki, najua jeshi lote lilikuwa limejipanga kwenye basi mbalimbali zenye tunawatiaka kwenye makempi, na walifanya kazi wakati adui
M23 ilishuka na Twirwaneho na Ndoride walishuka kwenye mji wa Mlima. Najua resistance ilikuwa ya vijana wetu pamoja na jeshi la FARDC na wengine wa ndugu wetu wa magrupe zingine waliwarudisha mpaka wakarudia kwenye nyanza za juu za Minembwe. Nikizani kulikuwa wakati mwingine vita ya hapa mwisho imefanyika mji ya Mikenge. Mimi nilikuwa nikisimama Rusanguku Birarumbili, lakini jeshi limefanya kazi katika Mikenge na wakarudisha nyuma kidogo, lakini tunaendelea kufanya mastrateji na vitu vingine. Nikizani tunategemeo na Mungu atatusaidia. Hata kama tumeachwa na kiongozi, tumekuwa na kiongozi kama mimi, tunaendelea kuwasensibilize na kuwaambia kama tuendelee na kazi kwa umoja. Mechi za makata ikiwa ni tournamenti zinazopigwa hapa ndani ya mji wa Baraka zitaendelea kwa wiki hii. Mwenzangu Sudi Valente, namna gani mechi hizo zimepangwa? Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wa Zegezo la Radio Kijamii Kivu, mchombe wa mkulima na Fatuma. Leo kuna kwa habari za michezo. Tuanze hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba hatua ya nusu finali ya tournamenti ya makata itaweza kupigwa siku ya 6 ya wiki tunayo ya tarehe 3 Mei mwaka 2025, ambako mechi moja inatarajiwa kupigwa majira saa 9 kamili za jioni. Ni kwamba kata ya Malala wataweza kupambana vikali dhidi ya Matata ya pili, na siku ya Jumapili ya tarehe 4 Mei mwaka huu Matata wataweza kukata mswa fitna dhidi ya kata ya Kibonjwa. Habari hii ya hatua ya nusu finali ya tournamenti ya mechi ya makata imehakikishwa naye mwenyekiti ambaye anasimamia tournamenti hiyo, Bwana Paul Mtunga. Nimekuja ili kujulisha watu, kuwapa information na evolution ya tournoi yetu kwenye tuko sai ya makartier. Programme ilikuwa pale kusema demi finale zitachezeka samedi dimanche, sauf kulikuwa ka perturbation kidogo juu ya rekuru yenye iliweza kufanyika na watu ya Moma, na ile rekuru ilitoka non fondé, qui veut dire que match zitakuwa ile kesho vile na dimanche. Kwa hiyo match za demi finale hatutalipisha, mais tutalipisha seneke match moja ni finale tu. Kisha kuhakikisha habari hiyo, Bwana Paul Mtunga ametaja kutishiwa maisha na timu ya kata ya Moma Kibi, kitu ambacho ni kinyume na sheria za soka. Nini sababu ya mwenyekiti huyo ambaye anasimamia tournament ya mechi za makata hapa katika mji wa Baraka kutishiwa maisha? Sisi tuko tunatumika na reglement d'ordre intérieur. Ile reglement ni juu kukuwe kabisa sheria ku makartier zetu. Et puis il y a l'article 11 ile reglement yetu yenye nasema mukichelewa ku réunion technique ou soit kama mkufika ku réunion technique vous perdez le match par forfait. Hiyo article ilipiga Aibaze 1 Aibaze 2 na Kalunja. Nabo wakufika ku réunion technique. Cela veut dire que nabo bana perdre match. Mais après avoir ku perdre match, balifanya recours qui veut dire que abakuwa prêt. Soit en disant que balipata kilio, il devrait informer, mais abaku informer. Donc il recours ilitoka non fondé. Kuhusu kuniagresser, oui quand même, j'ai vu des messages zenye balinitumia et j'ai partagé ça dans des réseaux sociaux dans différents groupes. Zenye wako ananiambia kama ukitia ujuaji wa ujana utajionea. Qui veut dire que bako anitisha maisha, et donc là ningependa kuambia watu wa Baraka bako kukuona ile situation que watu wa Moma bako anitisha maisha na kila kenye kinaweza nifikia sasa hii, hebu ndo ba responsable juu bako bana panga vibaya juu yangu. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, mwenzangu mchumba wa mkulima na Fatuma, habari njema kwa waandishi wa habari wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka ni kwamba idara ya afya kutoka kwake Dr. mkuu wa waandishi habari tarafani Fizi na mji wa Baraka umezibitisha kwamba hali ya mwandishi habari Kashindi Nzuruni inakuwa vema, hivyo nikiisha kuondoka uwanjani baada ya kuumia vikali kwenye mechi ambayo iliweza kupigwa siku ya Alhamisi kati ya waandishi habari dhidi ya wafanyakazi wa serikali, ambako mechi hiyo imetamatika kwa ushindi wa upande wa waandishi habari ambao waliweza kuwakanyaga wafanyakazi wa serikali mabao 3-2. Hatimaye mwandishi habari Kashindi Nzuruni aliweza kuumia vikali kwenye mechi hiyo na kupelekwa hospitalini, huku hali yake ikiwa hoi bimtabani. Hivi sasa mwandishi wa habari hali yake inakuwa vema na hivi sasa anapatikana nyumbani kisha kufanya takriban masaa 5 chini ya uangalizi wa madaktari. Naweka nukta kuna kwa habari za michezo, mwenzangu mchumba wa mkulima na Fatuma. Asante sana mwenzangu Sudi Valente kwa habari yako hizo za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wa habari ambao unakujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu kupitia masafa yetu ya 93.0 FM. Kampuni Fizi One Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu.
Tuangazie kule Uvira ambako hali ya usalama imerejea kuwa tulivu siku ya Ijumaa hii ya wiki tunayo ndani ya mji wa Uvira baada ya purukushani kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya baadhi ya wazalendo. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia Mashaka amekemea kwa hali ya juu zaidi kitendo hicho na kuomba viongozi hasa gavana kwa muda kuvalia njuga swala hilo. Izaki Mulucha Ashibe ndani ya studio na ripoti kamili. Taarifa tunazo ni kwamba shughuli mbalimbali kama vile za kibiashara zimeonekana kufanyika katika kona mbalimbali za mji wa Uvira tofauti na siku ya 4. Upande wake Andre Biadunia Mashaka, moja kati ya malida tena mwanaharakati wa kisiasa jimboni humo, ameanza kutoa historia fupi juu ya hali ilivyokuwa. Yafaa nipane precision kusema kwamba masasi nilikuwa humu jana mvile ya Uvira. Jana manake siku ya 4. Tariki 1 ya mwezi wa 5 kulikuwa masasi mingi kabisa. Mais inafere suite kwa ile maevenema ya deploiement ya FRDC. Deploiement ça veut dire FRDC ilipenda kuenda kujiweka kwa position inakuwa kwa hii milima ambayo inaegemea vile ya Uvira. Na balienda mkartie Kakombe, baenda mkartie Kibondwe. Ilikuwa usiku ya siku ya 3, yani le 30, tukakuwa alerte na population ya mwa ile eneo kutuambia kwamba wanaona watu wengi ambao wanavalia sare ya jeshi na wanakuwa na silaha na hawajui wanatoka wapi na wanaenda wapi. Tulipoita viongozi wa jeshi wakatuambia hapana, ni FRDC iko na jideployer kwenda kurenforcer ma position zetu huko juu. Malheureusement wazalendo wakakuwa inquiete kusema kwamba sisi hatutaki deploiement ya FRDC kwa hii milima yetu kwa sababu mnapenda mtuweke katikati. Ukiangalia vizuri ambisio ya FRDC ni kusema iende juu kidogo ya wazalendo wabaki katikati na mbele ya kufika kwenye barabara. Wazalendo wakasema haiwezi wezekana, sisi hatuwezi kubaki chini yenu. Mbona mnapaswa kubakia huko chini na sisi tubakie huko yulu pour que tungoe adui na wenzetu washaenda deploiement tutakuwa tunakuwa renforcer na kwenda kusaidia wenzetu wenye wiko kuma front kule. Alors kwa ile opposition masasi kaanza sawa na ya semaine passée. Unakumbuka kwamba upande wa Kabindula nako kulikuwa tena masasi lipigwa kabisa asubuhi ya jana siku ya 4 mingi kuanzia 5h mpaka masaa 4. FRDC ikafonce tu ikapita ikaenda. Bon, ce que nous déplorons ni kwamba kumeumia wanajeshi fulani na kunakuwa hata wazalendo ambao wameumia kwa sababu unaona ni mtuto. Hata hivyo, upande mwingine ameomba raia kutokuwa na tawanya habari za kuchochea chuki kati ya FRDC na wazalendo kwa kuwa anaweka chumvi katika habari mitandaoni. Andre Biadunia Mashaka ametoa mwangaza. Lakini singependa watu waseme kwamba ni affrontement entre FRDC na wazalendo. Ile ni materme ambayo iko nakuja kutia chachu, iko nakuja kutia karibira, yani essence kumoto, alors que sisi objectif yetu ni kuona hawa wazalendo na wa FRDC wanatumika kwa intérêt yetu sisi. C'est vrai tunaiwa kwamba mba FRDC muko bale tunawaitaga ba fugitif balianza kukimbia adui tangu Goma, Bukavu mpaka gisi walifika hapa Uvira, na wazalendo wako na rezo ya kuogopa kwamba hawa watu wanakuja tena, wanaweza tena kwenda kuikaa juu yetu. Kwa nini hawawezi kuingiza adui? Kwa sababu wanataka watu encercle. Ile ni uoga na pasha kuwa. Alors kenye sisi tumedeplore ni kwamba hakuna communication iko nakuwa. Hakuna communication ambayo iko nakuwa. Kama commandement ya secteur ingetusaidia, kama hata kwa komanda yeye mwenyewe, komanda secteur anaweza kutumika na wengine wa komanda yake paski iko na mainite ya mingi, banakuwa nafanya reunion, wanaambiana hivyo, na tuliona tusibakie hapa si wote muvile pamoja, baende hivi wa mwingine baende hivi. Kuna kuwa ile communication, information izunguruke, bazalendo wasikuwe na kuwa surpris barisha kutana basoda wanakuwa hapa karibu na mambo mengine. Ile haiko bien. Tulipata wa blessé ba civil, tulipata wa blessé wenye waliumia mjeshi, waliumia muwazalendo. Ile deja ni perte kwetu, tumepoteza kwa sababu wale wazalendo ambao wameumia, wale wanajeshi ambao wameumia, lazima wangeenda kukomba. Umoja angeua hata wa M23 wa 5 wa 6, lakini tunapoteza deja. Kuna wenyewe wameumia, atafanya miezi miwili hospitali, haitakuwa vizuri. Na wale wa civil ambao wameumia tunasema pole sana, lakini tunategemea kwamba hii kitu kisijirepete tena.
Wakati hayo ya kijiri, lida huyo amesema kuwa na matumaini na mkutano mkubwa wa usalama wa jimbo ulioendeshwa pa Uvira juu ya kupata suluhu kwa mvutano wa mara kwa mara pa Uvira. Ile vreke kulikuwa reunion maintenant ambako kulikuwa gavana wa jimbo, kulikuwa komanda secteur, meya wa jiji na wengine wakuu viongozi ambao wanahusika na security hapa na bakteria societe civile kwenda kuzungumzia ile question pour que isirudilie tena. Na tulirekomande kama kutakuwa kunakuwa deploiement ya FRDC, komanda secteur ndio komanda wa watu yote, anawaita anawainforme na ile kitu inafanyika bila kupurukushana, bila kukogotana, bila misukosuko, paske tuko na besoin population lale na amani na isinzie na ilamuke na mali yao waikute kama gisi walivyo ifungia kwenye madepo na mabutike yake. Jana Uvira kabisa activity ilikuwa ni chini sana, haikukuwa show kwa sababu masasi ilikuwa mingi ndani ya mji wa Uvira. Tukumbushe kuwa hiyo ni mara ya pili sasa hali ya purukushani inaripotiwa kati ya makundi hayo mawili. Tuangazie kwenye habari hizi za kitaifa zisemazo na kumrazi. Tuangazie habari hizi na kule Butembo ambako mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive mjini Butembo amesema kuhuzunishwa na visa vya ukatili vinavyoendelea mjini Butembo ambako miili ya watu wenye kuuawa inaendelea kuokotwa bila kujua wahalifu wa vitendo hivyo. Radio Kivu Butembo tunajiunga na mwenzetu Zango Simuviswa Kapuni na ripoti zaidi. Mwenyekiti wa shirika la raia mjini Butembo, Mate Sanane, amesema kuhuzunishwa na visa vya ukatili vinavyoendelea katika mji wa Butembo. Katika matamshi yake, alishutumu vikali mauaji yaliyofanyika wiki mbili ambazo zimepita, uporaji wa vitu, maiti ya watu kugunduliwa katika mji bila kutokujua wauaji. Reverend Pastor Mate Sanane ni kwa hiyo atangaza pia kusikitishwa zaidi na kifo cha Bi Anuarite Kavira Chalima, akiwa katibu mkuu makamu au sikae na pesa katika Chaanda Asbel Owo Mabwayira Jumamosi iliyopita. Na hii imeweza kuleta hofu katikati ya wakaaji wa mji wa Butembo au ya raia. Inaleta mshangao kuona kama watu wanaendelea kukufa na japo tuna wale ambao wana wajibu wa kutuchunga. Na ya mwisho ya juzi hapa ile ya Madam Anuarite Kavira Chalima ambaye pia aliuliwa tarehe 26 siku ya posho akitokea kwa njia ya kutokea magari ya Virendi Butembo. Na hapo mpaka sahi hatujajua ni watu wa aina gani ambao waliweza aomba viongozi wanaohusika na usalama ili kufanya utafiti wa ndani kwa ajili ya kuwashika watu wote wanaofanya ukosefu wa usalama katika mji wa Butembo. Tunaomba serikali yetu waweze kufikiria tena namna ya kuweza kuchunga usalama wa raia, sababu hiyo inaleta hofu kabisa. Na tunaomba kulingana na mambo haya, tunakondane matendo kama haya mabaya ambayo imesababisha usalama wa raia ya mji wa Butembo. Jambo la pili, tunaleta pole kwa jamaa zote ambazo zimefiwa kupitia kuuliwa ndani ya mji wetu wa Butembo. Pia tunaleta pole kwa namna ya kipekee kwa huyu wa juzi jamaa lake ambalo liliweza patwa na shida. Jambo la tatu, tunaomba viongozi au waongozi wa waamuzi au tunaweza sema auditora na procureur de la Republique waweze kujitaabisha kwa kuweza kuwa wanatafuta bandia wakati magumu yanatokea. Upande wa raia, kiongozi wa shirika la raia aomba ili kutangaza kila mtu yoyote atakaye suspektiwa kuwa mbaya katika mji. Butembo, Nzankosi Muviswa, Radio Kivu Baraka.
Tukamilishe uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo na habari hizi za kitaifa. Vinara wa upinzani akiwemo Joseph Kabila Kabange, Martin Fayulu Madidi, Moise Katumbi pamoja na Delice Sanga wametia saini ya pamoja na kuchukua azimio ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari Dilo Alimasi amepekua magazeti na hii hapa ni ripoti yake. Magazeti yanayochapishwa huko Kinshasa Jumaa hii tariki 2 Mei yamezungumzia azimio la pamoja la wapinzani akiwemo Joseph Kabila Kabange, Martin Fayulu Madidi na Moise Katumbi ambao walitia saini kwa kurudi kwa amani ya kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa gazeti la Congo Nouveau ambako kichwa cha habari kinasema Joseph Kabila anataka mazungumzo chini ya usimamizi wa Senko SSC, katika tamko hili Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delice Sanga na Joseph Kabila walibaini kwa kuridhika tena katika tamko la kanuni la uko Washington la Aprili 25 za heshima kwa enzi na kulinda maslahi ya baina ya nchi hizo mbili, kuheshimu mipaka iliyoanzishwa kwa mujibu wa hati ya Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Afrika, na pia kujitolea kwa saini kwa kutokuwa na ugomvi na kutoingilia kati katika masuala ya ndani ya nchi zingine. Hata hivyo, waliosaini nyaraka hii wanasitiza wanataka kwenda mbali zaidi, wanahitaji mazungumzo ya pamoja ya kiraifa chini ya usimamizi wa Senko SSC. Katika mantiki hiyo, upande wa Africa News inaripoti kwamba mrengo mgumu wa upinzani wa Kongo umekuwa ukizuia katika kutafuta suluhisho la kudumu mzozo ambao umeendelea kwa karibu miaka 5 mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumanne ya April 30, gazeti hili limeandika kuwa Martin Fayulu, Joseph Kabila Kabange, Delice Sanga na Moise Katumbi walitia saini tamko la pamoja la kutaka mazungumzo ya ndani na kudhibitisha tena uamuzi wao wa kufanya kazi kwa suluhisho la kudumu. Kulingana na tamko hili, mazungumzo haya yanapaswa kufanya iwezekane kutambua sababu za kina za ndani na za nje za shida na kupata suluhisho endelevu kwa lengo la kurejesha mshikamano wa kiraifa na demokrasia. Gazeti hili la Africa News linaonyesha kwamba pendekezo la wane hawa linalingana na makubaliano ya kijamii ya amani na kuishi pamoja katika DRC na katika ukanda wa maziwa makuu yaliyoanzishwa na maaskofu wa Katoliki na wachungaji wa Kiprotestanti. Kwa upande wa gazeti la Le Quotidien, vinara wa PPRD, SID, Envol na Ensemble pour la République wametoa wito kwa viongozi kuchukua jukumu lao ili kurejesha amani ya kudumu nchini DRC. Katika tamko la pamoja la April 30, gazeti la Eco News linakumbusha kuwa Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delice Sanga na Joseph Kabila Kabange wanaona umuhimu wa mazungumzo ya ndani yenye lengo la kurejesha mshikamano wa kiraifa na demokrasia, kuhakikisha uhuru wa haki na kumaliza haraka shida ya raia wa mashariki na mikoa mingine ya nchi. Kwa kuongezea, gazeti la Reference Plus upande wake linaripoti kwamba viongozi hawa wane wa upinzani wanahitaji kuchapishwa kwa makubaliano yaliyosainiwa na DRC ili kuongeza ujumuishaji wake wa uchumi kwa kuheshimu uhuru wake. Mwisho, gazeti la Le Phare linasema kwamba wawakilishi wa Marekani, wa DRC, wa Rwanda, Togo, Ufaransa na Qatar wanakutana huko Doha ili kuendeleza kujitolea kwao kwa niaba ya amani, utulivu na ustawi katika ukanda wa maziwa makuu. Ni hayo tu kama habari za kiraifa kwa siku ya leo. Na kupitia hapo ndipo tumetia nanga kwenye uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Shukrani kwako msikilizaji kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Shukrani pia kwa waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu. Sijamweka kando Merci Mbele Chimoiz alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Sina la ziada, nasema kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.